Niko sawa sawa. Mafua tu hapa na pale. Kawaida. Mambo yanakwenda. Tunaona timu ipo kwenye mazoezi ya mwisho kuelekea kwenye mchezo wenu mwingine tena. Tuambie namna ambavyo morali ipo kwa wachezaji kwa mchezo. Kesho Simba Queens tunashuka dimbani kwenye mwendelezo wa ligi kuu soka ya wanawake ambapo majira ya saa 10 kamili jioni tunacheza na timu ya Tausi FC hapa katika uwanja wa KMC. Ni mechi muhimu sana kwetu kutokana na umuhimu wake kwa mujibu wa msimamo wa ligi kuu soka ya wanawake Tanzania bara. Mchezo wa kesho, endapo tunashinda, tunatawazwa kwa mabingwa wa soka la wanawake nchini Tanzania kwa msimu huu wa 25-26. Baada ya safari ndefu ya kutoka mwaka uliopita, baada ya mapambano ya muda mrefu, hatimaye kesho tunakwenda kukamilisha ratiba yetu na kutawazwa rasmi kuwa mabingwa wa soka la wanawake. Kwetu Simba Sports Club ni siku ya faraja na furaha kubwa mno, kwa sababu malengo tuliyokuwa tumejiwekea yamekamilika kwa 100%. Simba Queens kwa miaka miwili ya hivi karibuni mitatu tumepoteza ule ufalme wetu. Tumepoteza nafasi ya kwenda kushiriki michuano ya Afrika Mashariki na Kati Sekafa. Tumekosa nafasi ya kwenda kushiriki michuano ya ligi mabingwa Afrika kwa upande wa wanawake. Tumekosa nafasi hiyo kwa sababu tumeshindwa kuwa mabingwa wa ndani. Na sisi Simba Sports Club, uwekezaji wetu kwenye soka la wanawake tunaofanya sio kwa sababu tu ya kucheza na JKT ama kucheza na Yanga Princess tukiwafunga hao tufurahie. Sisi malengo yetu tunawekeza ili tuende tukacheze kwenye michuano ya kimataifa. Na mara mwisho tulifanya vizuri sana kwenye michuano ya Afrika baada ya kufika hatua ya nusu finali. Lakini kwa miaka miwili hii tumeshindwa kwenda hatua hiyo baada ya kukosa ubingwa kwenye ligi kuu ya wanawake. Na huku kwa wanawake kuna utofauti kidogo. Ili upate tiketi ya kwenda kushiriki michuano ya wanawake ni lazima uwe bingwa. Tofauti na kwa wanaume, huku unaweza kashika nafasi ya 4, nafasi ya 3 na ukapata tiketi ya kwenda kushiriki michuano ya kimataifa. Kwa upande wa wanawake huku mpaka uwe bingwa ndio unapata tiketi ya kwenda kushiriki ligi ya mabingwa Afrika kwa upande wa wanawake. Kwa miaka miwili tumeikosa nafasi hiyo kwa sababu hatukuwa mabingwa. Tukakaa chini tukasema haiwezekani Simba kwa ukubwa wetu tusionekane kwenye ramani ya soka la wanawake kwa upande wa Afrika. Tukawekeza nguvu kubwa, tukafanya usajili mkubwa, tukafanya overhaul ya kikosi, tukashusha mashine nyingine mpya. Ukiangalia timu yetu ni mpya. Ukitoa wachezaji wachache wakina Bobo, wakina Densa, wakina Corazon, hawa ndo kidogo wana miaka 3, miaka 4 Simba Sports. Lakini asilimia kubwa ya wachezaji tuliokuwa nao hivi sasa wengi ni wapya ambao wameingia msimu huu, namna ameingia msimu uliopita. Kwa hiyo ni timu mpya ambayo ilitengenezwa makusudi kale kwa ajili ya kuja kuleta upinzani katika ligi kuu ya wanawake, lakini kuchukua ubingwa vile vile turejee kwenye michuano ya kimataifa. Asante Mungu ametujalia, tunaiona tiketi ya mnyama kurejea katika ligi, kurejea kwenye kuchukua ubingwa na tupate tiketi ya kwenda kushiriki michuano ya kimataifa, tukianzia Sekafa na hatimaye tunakwenda kwenye ligi ya mabingwa Afrika. Kesho ndio tunakwenda kukabidhiwa rasmi tiketi hiyo endapo tukishinda. Kwa mujibu wa msimamo wa ligi kuu soka wanawake, tukimfunga Tausi kesho rasmi, Simba Queens tunakuwa mabingwa tukiwa tumesaliwa na michezo 3 mkononi. Nichukue nafasi hii kuwakumbusha wachezaji wa Simba Queens wasibweteke, wasione mechi 4 ni nyingi ya kwamba tunaweza tukapata pointi 3 wakati wote tukawa mabingwa. Twendeni tukapate pointi 3 katika mchezo wa kesho, ili michezo mingine inayosalia tunaweza tukaamua tu. Cosmo njoo ucheze wewe hapo, wewe nyani sijui Memo njoo ucheze hapo, kwa sababu tayari tunakuwa tumeshakuwa mabingwa. Kwa hiyo kesho ni siku ya Simba Queens kwenda kutawazwa kuwa mabingwa. Nichukue nafasi hii kualika
mashabiki wa Simba kutoka kona zote za Tanzania waje kwa wingi kesho, tuje tuishangilie Simba Queens yetu, lakini tuje kwa pamoja kupambana kuhakikisha kwamba Queens anakuwa mabingwa katika ligi kuu soka ya wanawake. Nafahamu kesho ni sikukuu, tukishamaliza pilika za kuchinja nyumbani, tuje tumchinje na Tausi hapa katika uwanja wa KMC. Mechi ni saa 10 kamili jioni na hakuna kiingilio. Watu waje wafurahie Simba Queens, waje wafurahie mafanikio ya Simba Queens. Simba Queens anaanza ubingwa, wengine ndani ya Simba Sports taasisi wanafuata ndani ya msimu huu. Tuje kwa wingi wana Simba. Kesho mtoko wa sikukuu wa mwana Simba ni hapa KMC. Wala usihangaike kwenda Coco Beach, utaogelea siku nyingine. Wala usihangaike kwenda sijui kwenye mamolo kuzulula, wala usihangaike kwenda popote pale. Mwana Simba kesho njoo KMC, tuje tusherekee ubingwa kwa pamoja, sisi na wachezaji wa Simba Queens. Wachezaji wetu wanakwenda kucheza siku ya sikukuu, yani walistahili na wenyewe wangekuwa nyumbani kwao wa kila sikukuu na familia zao, lakini kwa kuwa wapo kazini wanaipambania nembo ya Simba, kesho watakuwa hapa uwanjani kuipambania Simba. Sasa tusiwaache peke yao, na sisi mashabiki tukimaliza kugonga mpunga wa pilau, haraka unakuja uwanjani, unakuja kuishangilia Simba Queens yetu. Mwana Simba asibaki nyumbani siku ya kesho, wote tukutane hapa KMC kwa ajili ya kuwashangilia na kusherehekea ubingwa wa Simba Queens. Maswali? Ilikuwa ni ngumu au rahisi kiasi gani mnakwenda kutangazwa mabingwa mkiwa na michezo mitatu mkononi? Kwa sababu hii haiwezi katokea kwa kila timu. Haikuwa nyepesi. Ligi ya wanawake sasa hivi ina upinzani sana. Zamani Simba Queens hawa tulikuwa tunamtandika mtu bao 7, bao 8, bao 6, bao 6, bao 5, yani ilikuanga hivyo. Yani hakuna mtu alikuwa anachezea chini ya bao 4. Lakini baada ya mapinduzi makubwa ya soka la wanawake, hivi sasa unamfunga mtu goli 2, goli 3, yani umemfunga sana bao 4, lakini kuna wakati ngoma inaisha kavukavu 1, 2 kutokana na ugumu wa wapinzani, kutokana na ubora wa kila timu ambayo iko nao. Kwa mfano Kibondo wetu mkuu alikuwaga Yanga Princess, tulikuwa tunamfunga yani asubuhi, mchana, jioni, lakini hivi sasa tunamfunga lakini kwa tabu kweli kweli, na kumfunga kwake ni goli 2, umempiga sana goli 3 nani kwa tabu. Hiyo yote ni kuonesha ni kwa namna gani soka la wanawake limekuwa, lakini ugumu katika ligi kuu soka ya wanawake umeongezeka. Kwa Simba Queens kufikia hatua hii ya kwenda kuchukua ubingwa tukiwa tumebakiwa na michezo mitatu ni kazi kubwa sana ambayo imefanyika, ni uwekezaji mkubwa, lakini ni kujitoa na kujituma na quality ambayo tuko nayo ndani ya timu yetu ya Simba Queens. Msemaji, umesema hapo kwamba kiingilio ni bure, lakini ukiangalia kwenye ukurasa rasmi wa Tausi ambao ndio wenyeji wa mchezo wametangaza viingilio 2500 kwa 5000. Waeleze wana Simba. Hatujapata hiyo communication kutoka kwenye mamlaka za soka kwa maana ya TFF, kwa sababu mechi zote za wanawake ilikuwaga ni bure. Hii kuwa na kiingilio lazima tupate hayo mawasiliano. Kwa hiyo tukitoka hapa na sisi tutafanya mawasiliano na mamlaka ili tuweze kuthibitisha ni bure kama ilivyokuaga miaka yote na siku zote, ama kuna kiingilio. Kwa mfano imechezwa mechi ya dabi hapa ya Simba na Yanga na kiingilio ilikuwa kwa lazima tupate maelezo bana, hii bana ina kiingilio na utaratibu wake ni 1, 2, 3. Kama itakuwa na kiingilio basi tutawatangazia wana Simba ili watakaokuja kesho wajiandae na kiingilio. Kama itakuwa ni bure tutawaambia, lakini as we speak tunafahamu ngoma ni kavu. Japo Tausi wana haki zote kwa sababu ndio wenyeji wa mchezo huu. Isemaje kama kesho mtashinda mnatangaza kama bingwa, hii ni kwa wanawake kuleta chachu yote kama mkiwa mabingwa pia? Yeah, of course. Kitaasisi hii ina maana kubwa sana,
kwa sababu Simba Queens, Simba Youth na Simba Senior Team ni taasisi moja ambayo ina reflection kwa kila upande. Simba Queens wakichukua ubingwa, yale mafanikio yao, ile miale ya mafanikio yao inakwenda kuboost Senior Team, inakwenda kuboost na vijana wetu chini ya umri wa miaka 20 ambao wapo kwenye hatua ya robo finali ya michuano yao. Kwa hiyo ni ushindi muhimu mno tunaotafuta kesho, na ubingwa muhimu mno tunaotafuta ili uende ukazalishe chachu na kiu ya mafanikio kule wakina Maema waone yes, Senior Team Simba Queens wamechukua ubingwa, na sisi hebu tupambane tusiangushe taasisi. Kule wakina Kapombe amuone Kapombe mwenzie wa Simba Queens huku Fate Dancer ya kwamba Kapombe mwenzangu mwenye hijabu ameshachukua ubingwa, acha na mimi nipambane kuongoza wenzangu kwenda kuchukua ubingwa. Kwa hiyo ina maana kubwa na inatoa hiyo reflection ya kwamba taasisi tunatakiwa kufanikiwa, kwa sababu tayari wenzetu wamefanikiwa, na sisi ngoja tupambane tusiiangushe taasisi. Ni sawa na mtoto mmoja kwenye familia. Akifaulu mtoto mmoja ni rahisi na hawa wengine kuwaambukiza, kaka kafaulu, dada kafaulu, na wao wanaongeza bidii na juhudi. Semaji, kwa faida ya wanasimba, katika mchezo wa juzi ambao umetoka kucheza, inaonekana Clatous Chota Chama kutoka kata na Kishimea, taarifa rasmi kuhusiana na Clatous Chota Chama, ile hali yake ambayo ilikuwa inaonekana yukoje mpaka sasa hivi, na itachukua muda gani mpaka kukaa sawa wa Clatous Chota Chama? Chama yu mzima salama wa salimin, wala hajaumwa chochote. Ile kuchechema ni kutokana na uchovu wa hali ya mchezo, na ndio maana wachezaji wakimaliza mazoezi ama wakimaliza mechi huwa wanakwenda kwenye barafu kwa ajili ya kukul misuli na maumivu ya hapa na pale kuweza kuondoka. Kwa ni maumivu ya kawaida ambayo ameyapata, na baada pale wakapata barafu na kila mmoja akaendelea vizuri na hali yake. Kwa sasa yuko mapumziko, sijui yuko nchini hapa, sijui ameenda kwao Kigoma au amekwenda Zambia nyumbani kwao kwa zamani, I'm not very much sure, lakini tunaamini tutakaporejea Jumatatu ya tarehe 1 ya mwezi wa 6 atakuwa yuko salama yeye na wenzie kuendelea na majukumu. Kwenye ligi zimesalia mechi 5 hadi sasa Semaji, na mmepata mapumziko ya takriban wiki 2. Mnajipanga vipi kama timu kuhakikisha kwamba mnarejea kwa kishindo, kuona namna gani mnaenda kupambania ubingwa msimu huu? Kwa sasa tuko mapumziko na tumetoa mapumziko ya siku 7 kutoka tarehe 24 ya mwezi wa 5 mpaka tarehe 1 ya mwezi wa 6, ndipo tutarejea rasmi katika uwanja wa mazoezi Mo Simba Arena kwa ajili ya kuanza kuendelea na mipango ya maandalizi kuelekea mechi 5 za mwisho. Tunaamini mapumziko haya yamekuja wakati mwafaka baada ya timbwili la back to back la muda mrefu, wachezaji kuumia, wachezaji kuchoka. Kwa hiyo siku 7 hizi tunaamini zitawasaidia wachezaji kupumzika vizuri, lakini siku 9 za mazoezi zile zitasaidia vile vile wachezaji wetu kuweza kurecover na kupata pumzi mpya tutakaporejea katika ligi kuu ya NBC. Turejee tukiwa na ubora wa hali ya juu, twende tukamalizie ungwe hii ambayo tumebaki nayo. Malengo bado ni yale Semaji mpaka sasa kwa ubingwa? Malengo yetu sisi ni ubingwa, na hilo tunaliweka wazi kabisa. Kila mtu lazima afahamu malengo ya Simba Sports Club ni ubingwa wa ligi kuu ya NBC na ubingwa wa kombe la shirikisho la CRDB. Aidha tuchukue mataji yote mawili, na uwezo huo tunao na ubora huo tunao, au la tuchukue taji moja kati hayo mawili kama itashindikana kuchukua yote mawili. Na hiyo ndio falsafa yetu ambayo tumeshawaambia wachezaji wetu ya kwamba msimu huu kwa ubora wa timu tuliyokuwa nayo hatupaswi kumaliza bila kuwa na kikombe cha aina yeyote. Ni kama England tu, kila mtu atasherehekea chake. Manchester City wamefanya paredi lao la ubingwa wao, wameambatanisha na ubingwa wa wanawake, na Arsenal watafanya
ubingwa wao, wataambatanisha na ubingwa wa Ulaya, na huku Tanzania ni hivyo hivyo. Simba Sports Club tutafanya sherehe yetu ya ubingwa wetu tukiambatanisha na ubingwa wa kombe la Muungano. Sasa paredi letu litakuwa ubingwa wa NBC ama CRDB ama yote, tusubiri muda utawadia. Naunganisha na hii na wanawake na wenyewe tutapiga wote paredi kwa pamoja pale. Sisi bado hatuwezi kujinasibu kwamba tupo kileleni ama tunapishana kileleni, kwa sababu sisi tukikaa juu ya msimamo tunakuwa na advantage ya mchezo mmoja. Sasa hiyo huwezi kuihesabia kwa sisi watu wenye akili timamu, kwa sababu najua tu mpinzani wangu akicheza akishinda anarudi kwenye eneo lake. Tutakuja kusherehekea kukaa kileleni kwa tofauti ya alama, ambapo muda si mrefu hilo linaweza likaja kufanyika. Kwa hiyo kwa sasa ni mpishano tu ambao sisi wala hautushtui wala hautufanyi tufurahi. Muda ukifika tutakaa kileleni ya ukweli kabisa, na hapo sasa ndo itakuwa haleluya mpaka parapanda lishuke lilie, ndo tunashuka hapo tena. Kila mmoja ashinde mechi zake. Unaona ile kila mmoja akishinda mechi zake? Ya, kila mmoja ashinde mechi zake. Sisi wala hatuna mashaka. Sisi msimu huu mpaka hapa tumeridhika kabisa, kwa sababu timu yetu tumeiona ubora uliokuwa nao, na hata kama tunakosa ubingwa sio kwa sababu ya ubora wa mpinzani wetu ambaye amechukua ubingwa, ni kutokana na makosa yetu ambayo tumeyafanya katika baadhi ya mechi na dhulma za hapa na pale ambazo zimepelekea sisi kukosa huo ubingwa, ikiwemo ile mechi ya pale visiwani Zanzibar ambapo tulishinda goli 1-0, alafu mwamuzi msaidizi namba 1 akakataa goli letu. Lile goli lingekubaliwa, leo hii Simba angekuwa kileleni kwa pointi, kwa gepu la pointi 1. Yes. Kwa hiyo kama tunakosa ubingwa msimu huu ni kutokana na makosa yetu sisi wenyewe katika baadhi ya mechi za kina Pamba hawa wa kina Dodoma ambazo kiuhalisia hatukustahili kupoteza, lakini ndio ligi na ndio football. Kwa hiyo ni makosa yetu yanaweza kutukosesha ubingwa, lakini la pili ni dhulma ambayo tulifanyiwa na mwamuzi msaidizi namba 1 katika mechi ya Kariakoo Derby pale visiwani Zanzibar. Kwa hiyo hatuwezi kujilaumu sana. Ni tofauti na msimu uliopita. Tumekosa ubingwa kwa kumpa pointi 6 mpinzani wetu. Kwa hiyo ukiangalia alichukua ubingwa kwa alama 4 zaidi, lakini hizo alama 4 zaidi 6 tumempa sisi Simba Sports Club. Hapo unaweza kukaa na kujilaumu ya kwamba haujafanya vizuri katika ligi ya msimu huu, lakini katika ligi ya msimu huu tumefanya kila kitu kwa ufasaha na usahihi. Timu yetu imekuwa ni bora sana, ushindani tumeutoa kiwango cha hali ya juu sana, na tumepoteza mechi ama pointi katika mechi ambazo hazizungumziki, hata aibu kuzungumza. Mtu kama Pamba hawezi kukunyima wewe alama 3, ni makosa yako mwenyewe, lakini vile vile dhuluma ambayo tumefanyiwa ile ndiyo ambayo inatufanya sisi mpaka sasa tuwe nafasi ya pili katika msimamo wa ligi. Shukrani. Mmeridhika? Yes. Kesho kutwa tu tarehe 1 mpaka ligi irejee. Tarehe 12. Tarehe nyinyi ndio mtahesabu. Tarehe 13 Lakini simu zinaruhusiwa kuita kuzungumza chochote. Simu labda za mapenzi. Lakini za mapenzi. Lakini kazi tuko mapumziko. Kwa hiyo kila mwenye swali lake, mwenye kiporo chake aulize. Timu iko mapumziko. Siwezi kumzungumzia Chama ambaye yuko mapumziko, kapumzika. Siwezi kumzungumzia Kapombe ambaye yuko mapumziko. Nitazungumzia kitu gani? Kwa hiyo tuulizane kila cha kuulizwa hapa, tukisambana hapa. Hata kesho kama tujakumbuka, hata kesho tunaweza kukumbuka. Basi kila mtu aandike maswali yake. Tuandae na si maswali. Kesho tukikutana tuje tuulizane hapa. Baada hapo ni ahlan wa sahala. Na kwenda kupumzika. Kusalimia. Semaje mambo? Yanaendeleaje hapo nyumbani? Umepona? Maswali mazuri kama hayo. Nije tupumzike pamoja.